Yo bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya Biomedia? Nikuulize, umesubscribe kama bado? Basi gusa alama ya kengele ili basi tuweze kusanuana yale ambayo yameweza kujiri mjini. Bana, leo Mange ametoboa siri. Mama mzazi wa Wema hamtaki Whozu, amevujisha voice note. Whozu ataondoka tu, simtaki awe na mwanangu. Mambo ndivyo yalivyo. Ni moja kati ya story ambayo kiukweli inatembea kwa kasi sana kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa, ambazo ni voice note ya mama mzazi wa bidada Wema ambayo imevujishwa na dada wa taifa Mange Kimambi, akisikika mama yake Wema Bi Mariam akiongea na mtu kwenye simu akimzungumzia Whozu kuwa katika mahusiano na mwanae ya kimapenzi bidada Wema. Mama mzazi wa Wema bwana, kwenye hiyo voice note amesema kuwa hamtaki Whozu awe na mwanae, kwa maana Whozu yupo kwa Wema kimaslahi tu, kwa maana pia anamtumia Wema ili yake ya muendea. Hana future na Wema hata kidogo. Mwanaume gani ambaye anakaa na mtoto wa mtu hata kusema akamtolee posa anashindwa? Mwaka wangapi sasa? Hana adabu. Whozu muhuni na ataondoka tu. Mimi kama mama Wema nitahakikisha Whozu anaondoka tu, maana sioni faida yoyote ya kuwa na mwanangu. Hiyo ni nukuu ambayo ni ile voice note ya mama Wema. So hii sio mara ya kwanza, by the way, mama yake Wema akimzungumzia bwana mkubwa Whozu vibaya kuhusu mwanae Wema. Lakini pia nikukumbushe, kuna kipindi fulani hivi sikosei, alikuwa kama mwaka jana hivi kwenye birthday party ya bidada Wema, mama yake Wema alishika mic na kumhasa mwanae mbele za watu kuwa hamtaki Whozu maana ni muhuni na hamtaki yeye kama mama wa binti. So mwanaume gani ambaye anaishi kwa mwanamke, na kama angekuwa anampenda Wema angemjengea wakaishi kwenye nyumba yao ya pamoja yeye kama mwanaume? Lakini kukaa kwa mwanamke ni dalili ya kuwa tu hakupendi, anakutumia tu kimaslahi. Alizungumza hayo mama Wema, na hii ni mara ya pili kwa hizo voice note ambazo zimevuja. Inaonyesha kwamba Whozu hatakiwi kwa mama yake Wema. Sasa mara baada ya Mange kuvujisha hizo voice note, mashabiki mbalimbali waling'aka, walitoa maneno juu ya hili. Ngoja nikusogezee baadhi tu ya comment ambazo kiukweli zilinigusa kwa namna moja ama nyingine. Iko comment ya mdau hapa anasema hivi: huyu mama anataka mwanae awe na mwanaume gani? Hajawahi kupenda mahusiano yoyote ya mwanae. Wema kapenda, yupo na Charles, baba alimkataa. Ana hadhi ya kuwa na mwanae kipindi yupo na Mondi alimkataa na kusema Mondi hajatulia. Lakini pia nikikutana naye sokoni nitampiga na machungwa. Haya sasa, yupo na Whozu naye hamtaki, hampendi. Mimi nilifikiri aongee na mwanae tu, kwani umri umeenda, atafute wa kumuoa hata kama sio Whozu, kama anapenda binti yake aolewe. Lakini pia comment nyingine ilikuwa inasomeka hivi: namuunga mkono mama Wema kabisa, huyo kitoto kinampenda Wema kwa sababu kinalelewa. Whozu ni kibishi jamani. Nyingine inasema nasikia Whozu anataka kujiua, akaeka madoli ya kucheka. Mwingine anacheka da. Comment zilikuwa ni nyingi by the way. Mwingine anasema da, yani mpaka mama kaamua kuingilia kati, ujue anaumia na kuvumilia amechoka. Mwingine akasema mama jamani, Whozu hatakiwi. Haya, nini maoni yako na wewe mpenzi mfuatiliaji wetu wa channel hii ya Biomedia juu ya hii voice note ya mama yake bidada Wema ambayo Mange ameweza kuivujisha? Unaamini kuwa mama yake Wema yupo sahihi kuingilia masuala ya mwanae na mwanaume ambaye anatakiwa kuwa naye? Na je, unaamini kuwa Wema kumng'ang'ania Whozu ni kwa sababu ya Whozu kudai kwamba yeye ni mwanaume pekee ambaye za kumpatia ujauzito, ama Wema anampenda tu Whozu kwa mapenzi yake mwenyewe binafsi ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia? Na ni watu ambao takribani kwenye mahusiano wamedumu muda mrefu kidogo, wamekuwa kigombana lakini pia wanapatana. Hii inaonyesha kwamba wawili hawa wanapendana na inawezekana mahusiano yao yanamaanisha kwamba nini ambacho wanakihitaji, japo mama mzazi wa Wema ameonekana kukataa hili moja kwa moja. Wewe una maoni gani? Ni sahihi hiki ambacho anakifanya mama Wema kumkataa Whozu, ama
awaache tu, watu wameshapendana, awaache waendelee na maisha ya kwao. Drop comment ya kwako and then kwa tunapita nayo next video kwa ajili ya kuona maoni ya kwako ni yapi kupitia channel hii ya Bio Media. Langu jina on the microphone ni Official Rosdy. Unaweza kuniita hivyo, itakuwa inabamba ile kinoma noma. Endelea kusalia nasi, more updates zinakuwa zinajiri hapa kila wakati.